Tuliwasilisha ripoti yetu na tukaeleza matakwa ya klabu ya Young Africans. Tuliwasilisha ripoti yetu na tukaeleza matakwa yetu ya klabu ya Young Africans. Ni kweli tumeainisha matakwa haya manne kama mlivyoambiwa na kama mlivyosikia na kusoma. Tumepeleka matakwa haya manne. Lakini ukweli ambao hamjaambiwa, matakwa haya manne tumeyagawa kwenye phase mbili. Kuna matakwa ya muda mfupi na kuna matakwa ya muda mrefu. Tuelewane vizuri ndugu zangu waandishi wa habari. Na hii taarifa ni muhimu mkaipata ikiwa imenyooka ili umma upate kuelewa. Tumeitwa kwenye kikao kwa sababu ya mchezo namba 184. Mchezo huu ulihairishwa Machi 8, umepangiwa tarehe 15. Klabu ya Yanga imesema haitashiriki huo mchezo. Na ndio msimamo ambao uliwasilisha kwenye kikao mbele ya bodi. Ili tuweze kushiriki mchezo huo, tulikuwa na matakwa yetu mezani. Na matakwa hayo jumla yalikuwa manne. Katika haya manne, ndugu zangu waandishi wa habari, matatu ni matakwa ambayo tunaamini yakitekelezwa kwa haraka, klabu yetu ya Young Africans itakuwa tayari kwenda uwanjani kwa tarehe nyingine tofauti na 15 kwenda kucheza mechi ya Kariakoo Derby. Lakini takwa moja katika hayo manne ni takwa la muda mrefu, sio takwa la leo wala kesho. Kwa hiyo asitokee mtu akawadanganya kwamba klabu ya Yanga imekuja kuomba haya, alafu katika haya kuna mchakato sijui upitie uende wapi. Ni uongo. Tumeomba matakwa manne na matakwa haya yapo kwenye phase mbili. Na barua yetu tuliyowasilisha bodi ya ligi imejielezea specific kwamba mkitekeleza matakwa haya matatu, mbungi inapigwa. Ili moja ni takwa kwa ajili ya mpango wa muda mrefu. Matakwa haya manne ni yapi? Na matatu ambao specific tumeainisha ili yafanyiwe kazi tuweze kucheza pia ni yapi? La kwanza linakwenda sambamba na la pili. La kwanza, klabu ya Young Africans imetaka kuvunjwa mara moja na kujiuzulu kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu Tanzania. Hii ilikuwa namba moja. Kuvunjwa au kujiuzulu kwa kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa ligi Tanzania. Takwa hili linakwenda sambamba na takwa la pili la kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, CEO wa bodi ya ligi. Kwa nini takwa la kwanza na la pili linakwenda pamoja? Na kwa nini tumesema hili likitekelezwa pamoja? Na kwa nini tumesema hili likitekelezwa klabu ya Young Africans iko tayari kucheza mchezo na 184? Kwa sababu kuhairishwa mechi ya Machi 8, tunaamini kama klabu hapakufuatwa utaratibu na palikuwa pana uvunjwaji mkubwa wa kikanuni. Hapana utaratibu uliofuatwa na kulikuwa na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni. Hivyo tunaamini CEO wa bodi ya ligi na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ilifanya haya kwa makusudi kabisa kwa ajili ya kuipa favor timu fulani. Sasa basi, kwa sababu watu hawa wamevunja kwa makusudi kwa ajili ya kuweka upendeleo kwa baadhi ya timu kanuni na kuhairisha mchezo wa Machi 8, Club Young Africans haitakuwa tayari kushiriki mechi hii ya 134 namba 84 kama kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa bodi haitajiuzulu au kuvunjwa na afisa mtendaji mkuu pia na yeye kuondoka. Jambo la tatu ilikuwa ni kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF, ndugu Wilfred Kidao. Kwa nini
uongozi wa klabu ya Young Africans umeweka hili kama takwa. Ndugu zangu waandishi wa habari, hiki kilio mmekuwa mkikisikia sana. Na sio ukisikia, mmekuwa mkikiona. Kumekuwa na maamuzi ya hovyo, maamuzi mabovu kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania msimu huu. Waamuzi wamekuwa wakifanya maamuzi ya hovyo sana. Lakini kwa bahati mbaya, waamuzi hawa wamekuwa wakijirudia kwenye mechi na hawachukuliwi hatua yoyote licha ya kufanya madudu kwenye baadhi ya mechi. Yaani mwamuzi anakosea leo, kesho anarudi, kesho kutwa anarudi, na hakuna hatua yoyote inayochukuliwa ndugu zanguni. Sasa kamati ya waamuzi ipo chini ya katibu mkuu wa TFF. Tunaamini haya madudu yanayotokea haya, kuto kuchukuliwa hatua kwa waamuzi kwa wanaoyafanya, kuna influence yake. Hivyo na sisi hatutakuwa tayari kucheza hiyo mechi ya namba 184 kama katibu mkuu wa TFF hatakuwa amejiuzuru. Hatutakuwa tayari kupeleka mechi pale, the same referees kwenye chombo kile kile, mtu yule yule, na tukapeleka timu. There is no way hilo ikatokea. Na hili nimeisema specific mpate kuielewa. Katibu mkuu wa TFF, kamati ya waamuzi inaripoti kwake. Na madudu yote ambayo yanapigiwa kelele, na klabu ya Young Africans imeainisha kwenye ripoti yake mbele ya bodi ya ligi. Kila kosa la waamuzi tumeliainisha mbele ya bodi ya ligi. Na makosa haya, masikitiko yetu ni kwamba watu hawachukuliwi hatua licha ya kukosea. Wanarudi tu. Yaani wanarudi. Mtu anakosea leo, anapangiwa mechi Jumatano. Jumatano anakosea, anapangiwa mechi Jumamosi. Repetition hii, uongozi wa klabu ya Young Africans hauoni kama katibu mkuu wa TFF anastahili kuendelea kwenye nafasi yake, kwa sababu hakuna haki inayopatikana kwenye pitch. Hakuna haki inayopatikana kiwanjani. Ligi yetu inavyosemwa ni ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika. Fakta ya waamuzi hauwezi kuacha kuitaja. Ili tuweze kumaintain ubora na hadhi na thamani ya ligi yetu, ni lazima tudili na hili tatizo. Na mzizi wake ni mtu anayeshughulika kupokea hizi ripoti, anatakiwa awajibike. Na mtu huyu ni katibu mkuu wa TFF, Wilfred Kidao. Sasa kwenye barua yetu, haya matatu nilowatajia ndugu zangu waandishi wa habari. La kwanza, kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji wa bodi ya ligi. Namba 2, kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi. Namba 3, kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF. Haya matatu, na kwa barua yetu tumeelekeza haya matatu yakifanyiwa kazi, haya matatu ni matakwa ya muda mfupi, tutakuwa tayari kupeleka timu. Takwa la 4 tulisema ni uhuru na mageuzi ya kimuundo ya bodi ya ligi. Na barua yetu ilikuwa very clear kwamba hili ni jambo tunalotazamia la muda mrefu. Sio kama nielewa vizuri. Hii ni jambo la muda mrefu, next season huko tunaweza sasa kuanza kufikiria kuwa na bodi huru inayojitegemea, na ndio standard za dunia kuwa na bodi huru inayojitegemea. Niwape mfano ndugu zangu waandishi wa habari. Kwenye press conference hiyo press alofanya CEO wa bodi ya ligi leo, nyie mlikuwa pale, amezungumza na mnaona namna gani bodi ya ligi haina power. Kazungumza, mlikuwa mnasikia namna gani amesema kuna chombo cha juu cha kuahirisha mechi. Namna gani amezungumza kuonyesha bodi ya ligi haina decision zake. Sasa sisi hii tulitoa kama pendekezo ya next season, sio kwenye kusolve issue ya Kariakoo Derby. Ieleweke vizuri na asipotoshe mtu hapa. Maana nimeona CEO wa bodi ya ligi amepiki huo kama mfano, kama mapendekezo ya Yanga ni ya muda mrefu, kwa mfano muundo wa bodi ya ligi. La kuondoka yeye hajasema. Yeye kapiki kwamba bwana mapendekezo Yanga ameyaleta, ukiyatazama mengi ni ya muda mrefu. Hatuwezi kuyashughulikia hapa, sio ende wapi. Matatu ya muda mfupi tumeainisha, na barua yetu ilikuwa very clear kwake yeye. Hakuna muda mrefu, very clear, ni ya muda mfupi.
Tumewakilisha na tumeeleza. Kwa hiyo tunafikiri haya matatu yakifanywa kazi haya mbungi itapigwa. Sasa niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, kama haya matatu hayatafanywa kazi, kama kamati ya uendeshaji ya ligi haitavunjwa na hawatajiuzuru, kama afisa mtendaji mkuu wa bodi hatajiuzuru, kama katibu mkuu wa TFF hatajiuzuru, klabu yetu ya Young Africans msimamo wake ni huu: hatutashiriki mechi namba 184, hatutacheza mechi zilizobaki za ligi msimu huu, 2 zilizobaki. Klabu yetu haitashiriki pia ligi kuu msimu ujao. Yaani sio kwamba ni hapa. Hatutacheza mechi namba 184, hatutacheza viporo viwili vya ligi vilivyobaki, hizo mechi 2 za ligi, na hatutashiriki rasmi ligi kuu msimu ujao. Taratibu nyingine zote zinaendelea kwa kamati tendaji. Tutakwenda wapi, tutafanya nini, tunajua cha kufanya. Na nitumie fursa hii kuwaambia wote ambao mnafikiri kwamba tunafanya mzaha, ndugu zangu, kwenye hili we are more than serious. Tuko serious zaidi ya mnavyodhani, zaidi ya mnavyofikiria. Na kama yuko mmoja wao pengine anakaa na kuwadanganya kwamba kuna pointi ya Yanga itapunguzwa, ndugu zanguni, huyo mtu aache hayo mawazo mara moja. Hakuna pointi ya Yanga itaguswa. Na kama yuko mwanaume kugusa hiyo pointi, aguse aone nguvu ya wananchi inazungumzaje. Kama yuko huyo mtu ambaye anawaambia punguzeni pointi hapa, aguse na ajaribu kugusa hata nusu pointi. Hiyo pointi 15 mbali, nusu pointi aguse, alafu ataiona nguvu ya wananchi inazungumzaje. Hizi pointi 73 ndugu zangu tumezipata kwa jasho sana. Haikuwa rahisi Yanga kuwa kinara wa ligi sasa hivi. Kuna jasho limemwagika. Kuna fedha imetoka hapo. Watu wameingia gharama. Watu wamepata shida, wameacha familia zao kusafiri umbali mrefu kuisupport hii timu. Alafu ukae na tai useme na kata pointi. Jaribu kugusa pointi moja ya Yanga Afrika. Jaribu. Na niongezee hapa, tuonyeshe kwamba we are very serious kwenye hili. Nimeona leo imetoka taarifa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB tarehe 28 Zanzibar. Niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya benki ya CRDB, klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa fainali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. Tuko very clear. Mpaka maana tumeleana kwa muda mrefu hapa. Kama